Ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa. Taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa bado inaendelea kutoa elimu ya kuelekea kwenye uchaguzi. Namna gani ya wananchi au makundi mbalimbali katika jamii waweze kujizuia na vitendo vya rushwa ambavyo tunaelekea kwenye uchaguzi. Na wote kama tunavyojua, leo ni tarehe 4 mwezi wa 10, zimebaki takriban siku 25 tu ili tukapige kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Katika mwendelezo wa makundi hayo, taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa leo mkoa wa Iringa tumekutana na wazee wa mila na desturi wa mkoa wa Iringa kwa lengo la kuwapa elimu namna gani ya kujizuia na vitendo vya rushwa, hasa katika hizi dakika za mwisho ambazo tunakwenda, kwa sababu yanatokea mambo mengi wakati huu. Unakuta watu vitambulisho vya kupiga kura vinakusanywa, vinafanywa nini. Sasa sisi leo tumekutana nao, wao wakiwa kama ni kundi kubwa kwenye jamii ambalo linakutana na watu wengi katika jamii, wao wakumbushe wananchi kwanza umuhimu wa kwamba kura yao ina thamani kwa maendeleo ya Tanzania yetu. Lakini lingine, wasijihusishe na vitendo vya rushwa katika mikutano mbalimbali ya kampeni, kutokea kurubuniwa na wagombea watiania au kuambia kwamba tunakusanya kadi za kupigia kura na hivi. Hapana, vitu kama hivyo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wajitokeze sasa hiyo siku ya tarehe 29 wakapige kura, kwa sababu kama nilivyosema kwamba kura ni na thamani kubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu. Taratibu zote ambazo tunapata kutoka tume ya uchaguzi, tunazopata kutoka kwa vyombo vya siasa na kampeni, wasikilize wagombea, waangalie, watafakari ili wakachague viongozi walio bora kwa ajili ya kuleta maendeleo. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, hili ni kundi la mwisho. Tumeshakutana na viongozi wa dini, tumeshakutana na makundi mbalimbali kama katika jamii, kwa mfano taasisi hizo za kiserikali, lakini vivyo tumekutana na viongozi wa vyama vya siasa na hata wagombea na vyama mbalimbali tumeshakaa nao. Na vile tumejipanga kwa wiki kama 2 zijazo tutakutana na wasimamizi wa uchaguzi nao katika hatua za mwisho, ili kuwapa na wenyewe elimu jinsi gani ya kusimamia uchaguzi vizuri, wasijihusishe na vitendo vya rushwa, ili mwisho wa siku tuwe na uchaguzi mzuri wa haki na uliofuata taratibu na ambao utakwisha kwa amani. Pengine zikuchozungumza huko minong'ono huko mtaani kwamba wanakusanya vitambulisho na nini kwa ajili ya kupigia kura. Pengine katika mkoa wa Iringa kuna hivyo viashiria ambavyo na leo mnakazia hapo kwa wazee. Unajua na swala haya ya rushwa kuna maeneo unaweza ukaona unasikia sehemu nyingine huku na huku, na sisi tumelichukua tu kama ni tahadhari, na ndio maana tunaamua kukutana na viongozi ili kuwaeleza, na tutatumia njia hiyo kueleza kwamba wananchi watambue wajibu wao, kwa sababu hakuna kitu kama hicho. Na tunaamini kama kwa elimu hii ambayo wazee wamepata, wakikaa na watu wasikutane na watu ambao wanaweza kuwarubuni. Na sasa hivi mara nyingi tunapoelekea katika hatua hizi za mwisho vitu kama hivi ndio vinajitokeza, na nyinyi waandishi wa habari mmekuwa mkiripoti maeneo mbalimbali. Na sisi kama mkoa tu havijasikika sana, lakini tumechukua kama tahadhari kuwahimiza watu wasikutane na watu walaghai wa mtindo huo. Kwa sababu kama nilivyosema, kauli kwamba kura ina thamani sana kwa maendeleo yetu. Kwa hiyo utakiwi mtu kutoa kitambulisho chako bila sababu zote za msingi, na wote ambao watakuwa wanakutana na kazi za mtindo, basi watoe katika taarifa katika vyombo mbalimbali ambavyo vinawajibika katika kusimamia uchaguzi. Naitwa Agustino Stambuli Moto Mkali Mwamkini. Mimi ni mwenyekiti wa Baraza la Mila na Desturi mkoa wa Iringa. Kwa kweli maagizo na taarifa hizi, semina hii tulioipata hapa, sisi kama ni wazee wa kimila wa mkoa huu tunaona kama ni tunu kwetu. Tulikuwa tunafikiria kwamba itapatikanaje. Leo baada ya kuona imewezekana tukapata, tunajisikia vizuri na tutaitumia hii kuisambaza kwa wenzetu ambao mara nyingi huwa tunakutana nao na tunaongea nao mambo ya rushwa, tukawa tunashindwa hata kusema tutafanyaje, mbona hatujawahi kupewa muongozo. Sasa leo ni kama tumefunguka na tumeona kwamba tulikuwa kwenye eneo muhimu na zuri la maana na tutayafanyia kazi. Chogimembe Fivao, mimi ni mjumbe wa kwenye kundi la wazee wa kimila
Kuhusiana na masuala ya uchaguzi, tunavyoanza na ile awamu ya kwanza ya kwenye swala la uchujaji wa majina. Pale kwenye uchujaji wa majina, kwa mawazo yangu, nafikiri ni masuala ya kamati husika zile za awali ambazo wanakaa na kuangalia apite nani kulingana na sifa. Kwa mfano, kwenye somo letu la leo ambalo mheshimiwa kiongozi wa TAKUKURU aliyotufundisha kuhusiana kwamba sifa za kiongozi ziweje, ametufafanulia vizuri. Sasa na mimi siwezi kufahamu kwenye ile kile kipindi nilichogombea, siwezi kufahamu mimi walitumia vigezo gani, lakini vigezo vya msingi tumeshavijua kwamba sifa za kiongozi aweje. Kwa hiyo mimi kwa mawazo yangu ninaona kwamba kuwapata viongozi kwa kweli ni mchakato. Ukifuata mchakato halisi unaotakiwa, kweli mnapata viongozi wazuri tu. Lakini namna kufikia uongozi ndio sasa kazi ipo hapo. Zinapatikana au zinakwenda kupatikana baada ya kumpata kiongozi ambaye siye, ndipo hapo sasa hamwezi kufikia malengo. Kwa sababu ni kwamba kwanza hataitisha mikutano, alafu pia atakuwa ni mtu ambaye si mtekelezaji wa zile ahadi. Maana yake kwenye kuahidi ni kitu kingine na kutekeleza ni ahadi ni kitu kingine. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba hatutapata mafanikio kulingana na matokeo ya uchaguzi wake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.